Ndugu katibu wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Masasi, Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Masasi ambaye ndio waziri wetu wa ardhi, wajumbe wa kamati ya siasa akiwemo mkuu wetu wa wilaya, waheshimiwa madiwani, wenye viti wa kata, makatibu pamoja na viongozi wote mlioko humu ndani, bila kuwasahau viongozi wetu wa jadi na wazee wetu wa Masasi. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu zangu, siku ya leo ni siku ya furaha kubwa kwetu wana Masasi, na furaha hii imetokana na mchakato mzima tuliokuwa nao 2025, swala la uchaguzi mkuu. Naamini wote tunafahamu kwamba tulikuwa katika kipindi kigumu, mimi nasema kigumu, cha kusaka na kuitafuta dola. Tulishirikiana kwa dhati, wana CCM wote, viongozi wote wa madhehebu ya dini, viongozi wa kimila, lakini na viongozi wa serikali kwa ajili ya kuhakikisha Chama cha Mapinduzi kinashinda. Kazi ile haikuwa rahisi, kazi ilikuwa nzito sana, na watu wanasema utamu wa ngoma uingie ucheze. Kwa sisi ambao tulikuwa tunacheza ile ngoma, tunajua ugumu ulikuwa wapi, wapi palikuwa na unafuu, wapi palitakiwa utumie silaha zote kuhakikisha kwamba tunapata dola. Lakini Mwenyezi Mungu kipindi chote alikuwa pamoja na sisi. Sisi tulikuwa tunahangaika, lakini yeye tayari alishatutengenezea njia, akijua kwamba mwisho wa siku ushindi kwa Chama cha Mapinduzi utakuwa ni mkubwa. Tuna kila sababu ya wana CCM kujipongeza kila tunapokutana kwa kazi kubwa tulioifanya na kuhakikisha kwamba tunapata dola. Leo chama chetu cha Mapinduzi ndio chama tawala. Tumeunda serikali na Dr. Samia Suluhu Hassan anaendelea kuunda serikali. Wakati tuko kwenye kampeni, kidogo kuna watu matumaini yalikuwa yanapitiliza, wakisimama kumnadi Dr. Akwilapo, watu walikuwa wananogewa mpaka wanasema jamani, tumpe kura, inawezekana akawa waziri. Tunawaambia msimpangie rais. Mimi ninasema ile yote ilikuwa ni hamu na matumaini kwako kwamba inawezekana iko siku na sisi Masasi tukaweza kupata waziri. Leo tumekusanyika hapa, ninaamini wote tuliofika hapa tuna furaha. Simuoni hata mtu mmoja aliyehuzunika kwa siku ya leo. Wote tuna furaha, tuna faraja. Mshahara wetu tulioufanya na kutafuta kwa siku 60 umezaa matunda. Matunda yaliyozaliwa pale, tumepata wabunge 3 kwenye wilaya yetu, wote wa Chama cha Mapinduzi. Lakini 99% ya madiwani ni wa Chama cha Mapinduzi. Lakini tukiangalia hata kwenye mikoa ya wenzetu, ushindi wa Chama cha Mapinduzi umekuwa mkubwa, na ndio maana rais wetu alipata kura za kishindo sana. Mimi naendelea kuwashukuru kwa sababu wakati wa kampeni viongozi mbalimbali walikuwa wanakuja, akiwemo Dr. Samia Suluhu Hassan, na tulikuwa tunamwahidi
kwamba mama, hapa ushindi ni wa kutosha, utapata kura za kuchinyila kwenye majaba mpaka Lakata. Lakini mwisho wa siku kweli tulidhihirisha kwenye maboksi ya kura. Naomba nichukue nafasi hii kumpokeza pia rais kwa ushindi mkubwa aliopata. Sisi Masasi baada ya kuisha uchaguzi na kutangaza baraza la mawaziri, tuliita kamati ya siasa ya wilaya. Tukasema jamani, maombi yetu yamesikika, kwenye wilaya yetu tumepata waziri, tufanye nini? Tulipanga mipango yetu mikubwa sana kwa ajili ya kuwadhihirishia wana Masasi na wanaoishi nje ya Masasi kwamba tunamshukuru Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kukuteua Dr. Akwila kuwa waziri wa ardhi. Wakati ule tulikuwa tujui atakayojitokeza mbele. Siku hii ya leo tulichokuwa sisi tumetarajia kukipanga, mapokezi yawe makubwa, watu zaidi ya hawa uliowakuta, tukupokee tulikokuwa tumepanga kukupokea, tuzunguke hapa mjini kuwaambia kwamba tunaye mbunge wetu ambaye ni waziri. Lakini we unapopanga mipango yako, na Mwenyezi Mungu naye huwa anaweka fumbo, huwezi kujua la kesho na kesho kutwa. Leo tumeshindwa kukamilisha yale tuliyojipangia kutokana na hali ya usalama namna ilivyojitokeza, japokuwa Masasi tuko salama. Tukiongea na mkuu wa wilaya anatuhakikishia usalama. Hatukuweza kufanya maandamano kama tulivyopanga, lakini itoshe kwamba leo ni siku yetu ya kukupokea Dr. Akwila kwenye jimbo lako la Masasi ukiwa waziri wa ardhi. Ulikuwa haupo, ulikuwa bungeni. Sisi ambao tuko Masasi tumekuwa tukisikiliza wananchi wanasema nini. CCM oyee! Sisi tumekuwa tukiendelea kusikiliza wana Masasi wanasema nini. Mpaka sasa, Mheshimiwa Waziri, ni kuhakikishie wana Masasi wana imani kubwa na wewe. Wana Masasi wamefarijika sana kwa nafasi ya uteuzi ulioipata. Mimi niliposikia, kwa kuwa najua majukumu ya hizi wizara, nilisema kaka yangu ametwishwa mzigo mzito sana, kwa sababu unaposema wizara ya ardhi, si ndio nchi jamani? Bila ardhi kuna nchi? Kwa hiyo sisi wana Masasi tunakuombea kila lenye heri katika majukumu yako mapya ya ubunge, lakini kwa nafasi ya uwaziri tutakupa ushirikiano mkubwa. Tutajitahidi kuondosha yale yote ambayo yanaweza yakakuchanganya, yakakuharibia kufanya kazi zako vizuri. Sisi tutakuwa walinzi wako, na niwaombe wana CCM, twendeni tuwe walinzi sisi wenyewe. Kauli chafu tuzitupie mbali. Pale tunapoona pana mapungufu, ofisi ya Chama cha Mapinduzi iko wazi, njoni ofisini. Tusije tukawa sisi wana CCM ndio sehemu ya kubeza kwenye vijiwe.
Sisi wana CCM tunatakiwa kutoa sifa za viongozi wetu na kazi zinazofanywa na Chama cha Mapinduzi, na si kuwa walimu wa kwenda kubeza katika vijiwe. CCM oyee! Tunaelewana? Wewe ukiona kakasoro, njoo ofisini. Katibu utamkuta, wapo makatibu wetu wa jumuiya, mimi mama yenu nipo. Mimi masaa yote mtu akiniletea kero hata nyumbani, wala sisikitiki, ni majukumu yangu. Na kwa bahati nzuri Chama cha Mapinduzi Taifa, viongozi tumepewa agizo kupanga siku za kusikiliza kero, kupanga siku za kwenda vijijini kwenda kusikiliza kero za wananchi na kuzitafutia majibu. Niwaombe tutumie nafasi hiyo, kama kuna kero, kuzisemea sehemu maalum kwa viongozi maalum. Kwa majina naitwa Chifu Mkaruma Mchopa, kiongozi wa machifu kwa Mtwara, lakini pia ni kiongozi wa machifu katika kanda ya Nyanda Juu Kusini. Matarajio kwanza ni kufurahishwa sana. Tumefurahishwa kwa sababu kwanza tumeona umuhimu wa mbunge wetu kwamba anaweza akatambulika, na sisi wana Masasi tunasema asante, tunamwamini, tunajua Mheshimiwa Rais alichokifanya hajakosea. Sisi tunamfahamu Akwila kwa muda mrefu na tunamjua ni kiongozi mchapakazi na ataweza kutuvusha wana Masasi kwa nafasi aliyonayo ya ubunge na nafasi ya uwaziri. Tunaamini wazi hawezi kutuangusha, lakini pia tunaamini kwa sababu tunamjua, anajua amefanya shughuli za serikali muda mrefu na anaweza kufanya hivyo. Kwa hiyo wazee wa Masasi kwanza tumefurahishwa kwa sababu tulichokuwa tunatarajia kimetokea, na Mheshimiwa Rais ametuona, mbunge wetu amempa waziri. Ninaamini wazi. Kwa jina langu naitwa Zena Kanyimbi, nikiwa mwenyekiti wa UWT kata ya Nakupa. Mheshimiwa mbunge, Mheshimiwa waziri tunampenda kwenye kazi zake. Kwanza mpole, aongee kitu kwa ukali. Hata kama ulikuwa mpende, anakuvuta mpaka wewe unarudi tena kumpenda waziri kwa jinsi alivyozaliwa na jinsi alivyozaliwa yeye. Nahisi hata kazi ataifanya kitaratibu na mwenendo anayetaka wananchi. Kama kuna mtu alikuwa mpendi, yeye itatokea atampenda kupitia na jinsi alivyo. Kwa hiyo najisikia faraja sana. Moja hapo mimi mwenyewe nilimpambania sana Akwila apate uwaziri, ubunge. Niliposema alipata kesi yale aliongelewa pale, kama kuna watu walikuwa wanasema mchagua atakuwa waziri, moja hapo mimi nilikuwepo. Nilikuwa naongea tumpe kura zake, Mungu atatujalia tunaweza tukampata waziri akatusaidia kwenye angalau jazi letu. Kwanza mimi nashukuru sana Mwenyezi Mungu kwa mbunge wetu kuteuliwa kuwa waziri wa ardhi na makazi Tanzania. Wewe tunashukuru sana, na sisi kama wana Masasi tunasema tuko pamoja na mheshimiwa kwa kumsaidia shughuli zote ambazo tutakuwa sisi, na sisi tutampa mawazo yote ili kumpongeza kwamba kazi alivyochaguliwa, na sisi tuko nyuma yake kwa kumsaidia shughuli za aina mbalimbali. Ila sisi wana Masasi tunajisikia furaha kubwa sana kuchaguliwa mbunge wetu kuwa waziri wa ardhi na makazi.